Kwa jina naitwa Alphonse Chilato, niko live kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Naomba niwakaribishe nyote kwenye hichi kipindi. Nitazungumza kwa takriban dakika kama 20 hivi kama sio 30. Alafu baadaye nitakupeni nafasi ninyi ambao ni wageni muweze pia kuzungumza. Okay? Na kama kipindi kinachosema kwenye topic inasema start building your financial freedom now. Muda wa kujenga maisha yako ni sasa hivi, sio kesho wala sio kesho kutwa. Okay? Sasa wakati hayo yanafanyika, sasa wewe binafsi ndo una jukumu hilo la kuweza kubadilisha maisha yako. Hamna mtu mwingine, ni wewe tu. Okay? Hamna mtu mwingine bali ni wewe mwenyewe. Na bahati mbaya sasa wengi ndio tunashindwa kujua tufanye haya maisha haya. Kwa kweli usipokaa sawa sawa kila kitu kitakusumbua. Na baadhi yenu mtakuwa mmehangaika sana kujaribu kutafuta maisha, lakini unaenda kule unaenda wapi, lakini bado vitu vinakataa. Okay? Kwa hiyo naomba tuniwakumbushe kwamba inawezekana kabisa labda tatizo ni huko labda ulikotoka, inaweza kuwa, lakini zaidi ni sisi wenyewe tunakuwa tujitambui. Hatujitambui kwa sababu either hatujajua ni kwa nini Mwenyezi Mungu alituweka duniani hapa. Kwa hiyo tunajaribu hiki, tunajaribu kile, lakini mwisho wa siku mambo hayaendi. Kwa hiyo kwa yoyote ulioko kwenye hichi kipindi na umekuwa ukitafuta maisha na hayaendi, umefanya juhudi zako zote na mambo hayaendi, naweza tu kukuambia kwamba Mwenyezi Mungu hajaficha chochote. Vitu vyote unavyovitafuta viko ndani mwako wewe mwenyewe. Sasa bahati mbaya tunatafuta sehemu kusiko. Kwa najaribu kuwaonyesha vitu vinavyotokea. Sijui ni wangapi mnamfahamu huyu bwana mnamuona kwenye screen hapo. Huyu bwana mnamuona kwenye screen hapa ni mtu wa miaka 44. Ni tajiri kweli kweli. Yeye ni raia wa Japan. Okay? Sasa ana story nzuri sana kuonyesha kwamba watu wanakuwa wanatafuta vitu ambavyo sivyo. Kama mnavyoweza kuona utajiri wake ni mkubwa sana. Thamani yake net worth ni bilioni 2. Ni hela nyingi. Jina lake liko kwenye screen hapo. Sasa mwaka huu ulivyoanza, yeye bwana alitangaza kwamba anatafuta mwanamke ambaye yuko single, awe na miaka kuanzia 20, lakini pia awe na interest ya kwenda kwenye space huko. Yeye alikuwa anatafuta mwenzi wa kwenda naye huko kwenye space ili wafunge ndoa huko huko. Kwa hiyo alitangaza, kumbuka thamani yake ni bilioni 2. Kwa hiyo watu walioomba sasa, wadada ambao wana miaka 20 plus walioomba, nataka uweze kuona ambavyo watu wanapata shida. Wadada takriban 20,000 na ngapi, takriban kwa dada 28 wameomba kwenda kukutana na huyu bwana, wamefanya application. Sasa maana yake nini? Nimekwambia unapokuwa ujitambui utatafuta sehemu vitu ambako kusiko. Kwa wadada wameomba, wamekesha, wakafanywa vitu vyote, wakajiremba, makeup, nywele za wapi. Mwisho wa siku jamaa amegairi, asema hataki tena. Watu 28,000. Hebu niambie. Ukienda Unguja kule, nadhani ni jimbo zima la uchaguzi, watu wanaomba wakaolewe na mtu mmoja. Sasa unapoona ambavyo watu wasipojitambua, hivi huyu mtu kweli Mungu alivyomuumba, unakuwa unabahatisha tu kwamba atakuja mtu aniokoe. Kwa najaribu kuonyesha uone jinsi inavyokuwa. Sasa hili tatizo litaendelea kwa watu wengi mpaka pala ambako utaona kabisa kwamba sasa hapa mimi najitambua na ndio vitu vyako vitaweza kubadilika. Vinginevyo utapoteza muda wako mwingi sana. Kwa unachotaka nikwambie hapa, wewe unanisikiliza, ni kitu gani unataka hasa? Na hicho kitu unachokitaka kinachukua mawazo yako kwa kiasi gani? Topic yetu inasema ni jinsi gani ya kujenga maso za kiuchumi. Sasa kichwani kwako huku ni nini kinatembea? Kinatembea ukatafute mwanaume
utafuta upepo wa kisulisuli mtu akuoe uje ufanikiwe, au unawaza kwamba Mungu kaniwekea nini huku ndani ambacho mimi naweza nikakifanya maisha yangu yakubadilike? Kwa nataka ujiulize ni kitu gani kinaokupai muda wako? Tangu asubuhi mpaka sasa hivi ni vitu gani vinaingia kichwani kwako? Utakapokuwa unaenda kulala usiku huu ni kitu gani kitatembea, na utapoamka asubuhi ni nini kitakuwa kinatembea kichwani kwako? Kwa ninyi ambao mnatafuta kufanikiwa, lazima hicho unachokitaka, na hiyo ni kitu ambacho unakitaka kweli hasa. Unajua kichwani yanaingia mawazo takriban 60,000 kwa siku. Sasa ngoja nikupe mfano watu wanavyovifanya. Mtu anajua kabisa mwisho wa siku nataka nifanikiwe, lakini angalia njia wanayoitumia. Watu wanaamua kwenda vyuoni. Sijasema kusoma ni vibaya, lakini unasoma ili iweje? Kwa wanakwenda wamaliza darasa la 7, form 4, wanaenda vyuo vikuu huko. Baadaye kuna kitu kinaitwa degree. Kwa hiyo wanapangana hapo, wapo wanaishia degree ya kwanza, wengine wanaenda degree ya pili, wengine wanaenda PhD, degree ya 3. Ni wangapi mnawafahamu kwenye familia zenu wana PhD na wamefanikiwa? Acha watu wanaoiba, kufanikiwa pase. Na ni wangapi wana degree ya pili wamefanikiwa? Na ni wangapi wana degree ya kwanza wamefanikiwa? Tanzania hii tuna vijana takriban zaidi ya mamilioni wako tu mtaani huko na degree zao. Kwa nataka tuweze kuona ambavyo tunatafuta vitu ambavyo sehemu ambazo sizo. Mimi nakuchallenge wewe unayenisikiliza hapa sasa hivi kwamba tatizo sio degree, tatizo sio chochote. Tatizo ni wewe mwenyewe. Sasa angalia. Watu wanahangaika kabisa, nitapata wapi mume wa kunioa? Kwa wadada wengi ni issue kubwa sana. Na anaolewaje sasa? Anataka harusi ya namna gani? Nataka tujiulize, na wanachukua harusi ya mamilioni ya pesa. Mwisho wa siku harusi inadumu kwa muda gani? Think about that. Huyu tajiri nilikuwa na kuonyesha hapa, hii kama atapata mke itakuwa ni ndoa yake ya pili. Sio ya pili, ya 3. Kisha achana na wanawake wawili. Sasa kwa sababu ni bilionea na maana anatumia pesa nyingi sana. Na kuna baadhi ya wadada asipovaa gauni nzuri anaona kabisa ni kitu cha tofauti kabisa. Lakini hizi harusi mnazozisikia, kila watu wana mambo yao. Hebu angalia hawa, wamevaa hizo shela mlizozizoea. Harusi haifungiki. Kwa is just wewe unavyo decide unataka maisha namna gani. Mimi najaribu tu kukuchallenge. Hawa wameoana pia, angalia walivyovaa, kuna shela hapo. Sasa kwa nini tunahangaika kwamba sina shela wamnichangie? Najaribu kuonyesha tu upate picha halisi kwamba kila kitu ni wewe. Kitu gani kinarani kichwani kwako? Hivi ndio vitu ambavyo nataka ujiulize. Sasa unapoona huo utofauti, ndio maana yake inabidi akili yako ifanye kazi ili uweze kujua exactly ni vitu gani ufanye ili mambo yako yaweze kwenda sawa sawa. Okay? Kwa hiyo wakati yanafanyika hayo sasa, kwa hiyo nilikuwa nazungumza hapa kwamba ziko njia nyingi ambazo unaweza ukazitumia hata kama ni harusi, ikawa ni harusi aina yako unayoitaka wewe, sio harusi wanayotaka watu wengine. Maana wakati mwingine unasema mpaka nitafute gari, nitafute nini, kumbe hao wazungu mnawatamania wapo wanaoa kutumia baiskeli tu na vitu kama hivyo. Hao wenzetu mnawaona hapa kushoto, mtu kaolewa pia. Ndoa za kienyeji hizo. You see? Wanatembea tu kwa mguu kutoka kwenye harusi, mtu kaolewa hivyo. Sasa umwambie Mtanzania unamuona mnatembea kwa mguu. Subutu. Kwa najaribu kuonyesheni vitu kwamba tuna matatizo makubwa sana. Tatizo ni wewe, unapokuwa ujitambui utapata tabu. Na ndo watu wengi ilivyo. Tafuta ni nini Mungu kakutengenezea ili uweze kujua ni vitu gani ufanye maisha yako yabadilike. Hiyo ndo cha msingi hasa. Kwamba ni nini ufanye maisha yako yabadilike. Ndio vitu ambavyo nataka uvielewe hivyo. Kwamba chochote uko nacho, chochote ambacho huna unakitafuta, wewe ndo una jawabu. Sio serikali, sio wazazi wako, sio mume wako, sio mkeo, wewe ndo jawabu. Sasa ni ngumu kuingia kichwani kwa sababu tunapenda sana kulaumu mfumo. Mimi ningekuwa na hela, hivi niambie wewe unanisikiliza hapa, wakakupa milioni 100 sasa hivi. Utazifanyia nini kama tatizo ni hela kweli? Kinachokosekana hapa sio hela. Kinachokosekana hapa ni kwamba you are not resourceful. Kwamba huna kitu ambacho watu wanaweza wakalipa hela kupata toka kwako. Acha habari za vitu kwamba na mtaji, una vitu gani unavyovifahamu
tuje tupate huduma kwako tulipe hela. Unaona ndio shida hiyo. Ndio maana mtu mwingine akienda mahali kuzungumza wanamlipa mamilioni ya pesa, wewe ukazungumze mahali watakulipa bei gani? Na hata hayo maneno yatatoka mbali ya Simba na Yanga na Simba na Yanga. Kwa the whole issue hapa, the whole issue sio huko Tanzania, sio wazazi wako, wewe ndio matatizo, kichwa chako. Tafuta njia ya kubadilisha kichwa chako. Unawaza nini hasa? Hapa ndo kuna shida. Bwana Robert Kiyosaki anasema utaweza kutoka kwenye mawazo ya kiumaskini na kuwa tajiri pale ambako utaweza kubadilisha vitu vinavyolani kichwani kwako. Matajiri wana lugha zao wanazozizungumza. Tabia zao ni tofauti kabisa. Sasa angalia sisi kutwa tunazungumza siasa, tunazungumza mpira, tunazungumza si vitu gani? Hebu niambie. Sasa lini wewe utaanza kuwaza habari ya pesa? Hata kama ni pesa unazitaka, unataka ufanikiwe, marafiki zako ni wapi? Wangapi wamefanikiwa? Unashinda na nani? Unaona tatizo liko wapi sasa? Kwa tatizo sio hela, matatizo ni wewe. Badilisha marafiki. Na ukibadilisha marafiki na kile kitabadilika. Si hujawahi kusikia ukitaka kuwa mwizi tembea na wezi? Kwa mimi nakuchallenge wewe unayenisikiliza hapa. Unayo nafasi kabla Mwenyezi Mungu hajakuchukua ya kuweza kubadilisha maisha yako na watu wengine wengi wanaokuzunguka. Sasa unaanzia wapi? Ni kutoa vitu kichwani, vitu usivyovitaka. Vitu vyote usivyovitaka viondoshe. Kama una vitu ndani ya nyumba ambavyo uvipendi, naomba uvigawe au uuze, vitoke. Vitoke kichwani ili ubaki na vitu vichache vya kukusaidia. Kama ni marafiki wa ovyo ovyo uko nao, futa, delete, pata marafiki wengine. Dunia na watu chungu nzima, baadaye utaona dunia na watu wangapi mpaka sasa hivi tunavyozungumza. Kwa hiyo wale ambao tunahitaji uhuru wa uchumi kweli na kuweza kuwasaidia watu wengine, inabidi ujifunze ni jinsi gani watu wanafanikiwa. Naomba uelewe hivyo. Kufanikiwa sio bahati. Unajua wakati mwingine mnawaza wanasema nikicheza bahati nasibu hapa nikashinda. Watafuta walioshinda Bongo Star Search. Kuna wanamuziki wamewahi kupata hela, wako wapi? Hebu niambie. Ukabahatika ukapata kazi, ndio wewe ndio CEO whatever, kampuni yenu inaenda public, unanunua mashare, ni wachache wanapata hiyo nafasi. Ndio hiyo unasikia kwamba I'm at the right time at the right place. Ni watu wachache na watokea, lakini ni wangapi wanaendelea mpaka hapo? Uamue kujenga biashara in the traditional way. Kuna watu ni bahiri. Unajua Wachaga, Wakinga, bahiri kweli kweli. Wanajibana, wakajibana. Sasa mwisho wake sio watu wote wanafanikiwa, wengine wanakufa wakiwa masikini kabisa pamoja na kujibana kwao. Nenda Kariakoo, kuna matajiri wanavaa makanda mbili tu, wanatumia simu ya touch. Sasa wako wanaoweza kubahatika wakatoka, lakini wengi wanaishia huko chini. Dunia ya sasa hivi unahitaji kupita njia hiyo. Dunia ya sasa hivi ni kutafuta ni biashara gani nifanye ambazo zitaweza kunisaidia mimi kwa kutumia nguvu ya watu wengine, halafu na vitu vyangu vinyooke. Sasa kwa wale ambao tunahitaji kweli kufanikiwa kiuchumi, kuna tabia ambazo inatakiwa tuzijifunze. Tabia inabidi ujifunze. Tunapenda sana kutumia ovyo. Kuna event inakuja kesho kutwa tu hapa inaitwa Valentine. Eti siku ya wapenda nao. Siku zote mpendane, mnapendana siku moja tu. Kwa mtanunua maua, wadada watavaa nguo nyekundu, wasi wataenda wapi? Na sana sana kujionyesha tu. Kujionyesha. Unaenda kumuonyesha nani? Hebu niambie. Maana mngejua maana ya hiyo siku yenyewe hata msingeweza kufanya vitu kama hivyo. Sasa mtaona kuna watu wanaachana siku hiyo kisa hajapelekwa dina, hajapewa maua, kwani kupenda ni maua. Kwa mimi na wewe unayenisikiliza hapa na unataka kufanikiwa, jifunze jinsi ya kuspend less. Unapata shilingi ngapi kwa mwezi? Basi hizo unazozipata toa angalau 20% uipeleke kwenye investment account. Unaitoa kwanza kabla hujatumia. Waswahili tunatumia kwanza, zinazobaki ndio tunatafuta pa na hazibaki. Sisi tunaelewana hapo. Kwa cha kwanza, spend less than what you earn. Naomba hiyo tabia uikumbuke. Cha pili, ni vizuri ukatafuta ni jinsi gani ya kuwekeza sasa. Kwa sababu ni sawa wewe una mbegu zako hafu unakula zote. Mtu kakuletea kuku wa mayai atage, unamla unamaliza. Sasa utapataje? Cha tatu ambacho nataka ukumbuke, tunafundishana hapa. Naomba kama unakopa uwe na uwezo wa kuzilipa hizo unazokopa. Vitabu vya dini vinatusema vibaya sana kuhusu kukopa. Kwamba ukikopa utakuwa ni slave. Wewe unayekopa kwake anakuwa tajiri. Najaribu kukupa vitu vya msingi muweze kufahamu. Haya mambo haya wengine mnayafahamu lakini hatufanyi. Ni sawa mnavyosoma vitabu vya Mwenyezi Mungu
sio amri za Mungu 10, swala 5, na watu hawafanyi. Na wanajua kabisa usipofanya huko mbinguni uende. You see now? Kwa hiyo nakuombeni sana. Nakuombeni sana. Bwana Ruben Mwakibinga, naomba ufunge video yako tafadhali. Kitu cha 4, tafuta njia ya pesa zako zizae. Haya mabenki mnayoona yanatukopesha hela. Hela zao zinatembea, zinazaa. Sasa tafuta njia ya kufanya hela zako zizae, sio zikae. Sio ufukie kwenye gunia. Si mnanisikia hapa? Njia nyingine ambayo nitakaofanya jamani, tafuta njia ya kuongeza uwezo wa kupanua mapato yako. Matajiri wengi wana vyanzo vingi tofauti tofauti vya kupata vipato. Kwa lazima na wewe utafute njia gani, ndio maana umekuja kwenye kipindi hapa. Kitu kingine pia lazima utafute njia ya kuprotect utajiri wako. Ndio maana mnaona hawa matajiri wengi wanajua ni jinsi gani ukishafungua kampuni linajitegemea. Sawa ni ya kwako kampuni, lakini unakuwa umeiprotect. Hata ukifilisika vitu vya unafilisika wewe au kampuni, lakini hawaji kuchukua vitu vyako nyumbani. Kwa hivi ni vitu vya msingi ambavyo we need to learn. Vinginevyo utateseka sana. Sasa pesa zina discipline. Naomba kwenye pochi yako hata ukiweka pesa, tafuta jinsi gani ya kuzipanga zile pesa zikae sawa sawa. Hii unaweka hela shagarabaga la wadada mnakunja hela mnaweka kwenye maziwa huku. Au wababa mnakunja mnaweka kwenye chupi huku, hapana. Naomba uwe serious na pesa. Kabisa kabisa. Pesa zinakupa choice. Sawa? Zinakubadilishia vitu vingi sana. Zinaweza zisikupe amani, lakini zinakupa usingizi mnono pia. Zinakupa chaguo la kuishi maisha unayotaka wewe. Kwa naomba muielewe kwamba it is possible. Mkasome vitabu vya dini vinasemaje. Nyinyi ambao ni Wakristo mkasome Biblia. Kwenye Biblia kule una maelezo zaidi, kuna sehemu imeandikwa kuhusu pesa zaidi ya 2000. Hapa nimejaribu tu kuonyesha kuna vitu chungu nzima vimeandikwa ufanyaje ufanikiwe ili pesa uwe mtumwa wa pesa au pesa ikutumikie. Ngapi umpe Mwenyezi Mungu, ngapi upeleke wapi. Vyote vimeandikwa hivi. Sasa bahati mbaya tuelewe. Kwa hiyo hivi vitu sio si tumeumbwa tumevikuta hivi vitu. Cha msingi sasa unatumia njia gani wewe kukupeleka huko kwenye mafanikio? Hapo ndio tunaachana hapo. Unakomaa chuo, watu wamekomaa vioni kweli kweli. Wanakomaa maofisini, komaa na wewe. Alafu mwisho wa siku utastaafu, watakufukuza. You see, and then what happens? Unaanza kuomba tena hela, sisi ni wastaafu, unaenda kufa sasa. Kwa naomba uchague maisha yako kwa njia iliyo sawa sawa. Sasa muda tunao wa kutosha. Ambacho nitakao ujivunie, kwanza wengi wenu ni vijana mnaonisikiliza. Mko wengi vijana huko ndani. Lakini muda mnautumiaje sasa? Nikuulize tutangu asubuhi mpaka sasa hivi, muda unautumiaje? Masaa tunayo 24, unayatumiaje? Think about that. Kwa hiyo jaribu kutafuta ni jinsi gani muda wako unaouchezea kuangalia TV, si kuangalia mpira, kufanya umbea, utumie for a productive way. Sawa bwana? Kama una mahali una biashara zako unafanya, lakini muda mwingine utumie kwa muda wa ziada. Hebu watafuteni watu wanaokaa Ulaya huko na Marekani. Wanakuambia asubuhi anaenda kufanya kazi huku, jioni anarudi anafanya kazi huku, mwisho wa siku anarudi hapa na kitu. Mwatafute mabaharia huko, wanaofanya ubaharia huko, wanavyoteseka. Sasa sisi hapa penda sana starehe. Leo ni Alhamisi. Twende sehemu inaitwa samaki. Whether Mlimani City au Masaki kule ukaone. Watu wanavyotumia. Alafu mwisho wa siku wanasema Magufuli amebana. Amebana wapi? Kwa naomba sana utafute ni jinsi gani ya kutumia muda wako vizuri. Hiyo ndio itaweza kukusaidia kuweza kujenga utajiri wako taratibu. Utajiri ni tabia. Tunaelewana hapa. Maisha unayotaka wewe, unataka maisha yapi? Na wewe unayotaka uone yani uyaone kabisa ili uweze kuyaishi. Unatembea unazungumza peke yako, unajipiga kifua. Unaweza kufunga kwa ajili ya hiyo dream yako unayoitaka. Kwa cha msingi hapa wengi hatujitambui. Kwa hivi vipindi mnavyokuja kama vipindi kama hivi vinakusaidia kukurudisha kwenye mstari. Hata kwenye vitabu vya dini wanasema faith comes by hearing. Kwa unaposikia ukasikia, maybe anaweza akakuingia ukaweza kujua nifanyeje sasa. Sasa unapokuwa unafanya maamuzi sasa. Na hapa ndio wengi tunapoachana. Wengi tunashindwa kufanikiwa, hatujitambui kabisa, hatujui tunachokitaka. Na wako watu chungu nzima ambao wanakufahamu wewe. Tayari wameshafanya conclusion zao kuhusu wewe. Wameshakuprejudge. Wewe ulifeli darasa la 7,
si ulipewa jina la baba yako, si jina la bibi yako la wapi. Yani wana majibu yote kuhusu wewe. Usina hao watu wana majibu yote kuhusu wewe. Kwa mwanzoni watakubeza, lakini unapokuwa unaendelea vitu vitabadilika. Unapokuwa unaendelea vitu vitabadilika. Watakusema, mimi nimepita huko, sizungumzi Ngonjera hapa. Unaanza kufanya kitu, wanakuangalia mjinga wewe, umechanganyikiwa, kisa ufanye vitu walivyovizoea. Halafu baadaye wanapoona umewapita mbali, sasa umefanyaje? Wewe una bahati, tulijua tu, umejua wapi. Kwa wewe unanisikiliza hapa, kama kweli unataka kufanikiwa, inabidi ubadilike. Inabidi ubadilike kabisa. Sasa mafanikio, kila mtu ana definition yake ya kufanikiwa. Hamna mtu anapenda shida. Hamna mtu anapenda kupika kwa mkaa. Hamna mtu anapenda kupanda daladala. Hamna mtu anapenda kulalia mkeka. Watu wanapenda wakae nyumba nzuri, wawe si na simu nzuri, mavazi mazuri, usafiri mzuri, whatever. Watu wanamiliki ndege. Watu wanatalii mwezini. Sisi tunaangalia kwenda mbugani, watu wanatembea mwezini. So think about that. Kwa mimi nakuchallenge wewe unanisikiliza hapa kwamba lazima ujitambue na ujue nini unataka ili muda wako uweze kutumia vizuri. Huu muda tunauchezea sana. Hamtakuwa vijana milele, I can assure you. It's just a matter of time. Tena kwa kizazi hiki nadhani ndo mnalimba ya kweli kweli. Kwa sababu mnataka maisha mazuri lakini kufanya kazi hampendi kujifunza. Sasa nikuulize, tangu umemaliza chuo ni kitu gani kipi umejifunza wewe? Kitu gani kipi umeongeza ambacho hujafundishwa shuleni umejifunza mtaani huku? Wewe unazungusha CV, unajua umetuahidi tutaajiriwa, utaajiriwa ndio halafu. Kwani mshahara ule mshahara sio profit. Umenielewa? Mshahara ukalipe madeni ya wapi na utoshi. Kinachokufanya uendelee ni profit. Sasa utapata profit wapi? Kwa ni vizuri ukajua hizi struggle unazozipitia Mungu anataka kuonyesha ni wapi utokee. Wengine tumepita huko, I know, nazungumza kitu ambacho nimepita. Kwa cha msingi ushukuru Mungu una shida sasa. Na sisi wengine kama hivi tupo wa kuweza kukusaidia na tunazungumza hivi vikusaidie. Kwa hiyo nyinyi mnaonisikiliza hapa, kama umestruggle kwa muda mrefu, ziko njia za kuweza kukusaidia. Nakupa tu mfano hapa uweze kuona. Hawa ni wenzetu wako South Africa. Miaka kadhaa maisha yalikuwa magumu sana. Wakaamua kujifunza. Wao walikopu na kampuni, wakaamua kujifunza. Nataka nikuonyeshe kwa miaka 5 mfululizo, gawio la faida walilopata kutokana na kampuni wanayofanya kazi huko. Wanafanya nayo biashara, waliamua kujifunza. Nataka uandike mahala. Mwaka wao wa kwanza, mwaka 2015, walipata gawio la faida. Waligawiwa, hawana hisa yoyote kwenye hiyo kampuni, wamegawiwa. Hiyo ni $11,355 na visenti hapo. Mwaka wao wa kwanza. Okay? Hiyo ni mwaka 2015. Gawio la faida. Acha hizi nyingine wanapata kila siku, wanapata kila mwezi. Nasema gawio la faida. Wewe unanisikiliza, umeajiriwa, walikugawia kiasi gani mwaka 2015? Wanafanya biashara hawa. Mwaka uliofuata, mwaka 2016, zikatoka $11,000 zikaenda $29,000. Naona sasa kwa nini zimeongezeka? Maarifa yao yameongezeka na network yao pia imepanuka. Sio hela ndogo hizo, ukibadilisha kwa hela za Tanzania ni zaidi ya milioni 60 hizo. Mwaka 2016, mfanyakazi mshahara wake ule. Hebu tuzungumze wafanyakazi wetu wa sasa hivi. Mwaka wa 5 Magufuli hajapandisha hata shilingi kwa wafanyakazi. Wanaishije Mungu ndo anajua. Mafuta yamepanda bei. Hiki kimepanda bei. Na hivi tunavyozaa hizo familia, shule, wapi, huyu kafiwa na ubarikio na mtu anaoa. Kwa mwaka wao wa pili $29,000 gawio la faida. Haya, mwaka 2017 hiyo ni $209,000, zaidi ya milioni 450 hela za Tanzania. Mwaka wao wa 3, nataka uone sasa. Nikuulize wewe kwa miaka 3 mfululizo, hebu tuambie hapa. Ni kiasi gani umeingiza? Haya, mwaka wao wa 4, nataka kama vinakuingia kichwani na akili sawa sawa, mwaka wa 4 zikaenda $615,000.
hizo ni zaidi ya bilioni 1 na milioni 200 hizo, ukizibadilisha hizo kwa hela ya Tanzania. Kwa miaka 5 nimepiga tu jumla. Hao mabwana wametengeneza gawiwo tu la faida, acha kuuza hiki wamepata hela nyingine huku, gawiwo tu la faida $866,378 na visenti. Kwa hela za Tanzania ukibadilisha kwa miaka 5 mfululizo wamepata bilioni 1.9. Wewe fanya kazi miaka 65 au 60 ya Tanzania, unaondoka na shilingi ngapi? Milioni 50. Tena hiyo milioni 50 wajukuu wanakuja, mtoto wa shangazi, mzee kapata mafao yake. Sasa chukua bilioni 1 na milioni 900 na kitu ugawe kwa miaka 5. Ina maana hawa mabwana on average kila mwaka wanaondoka na takriban milioni 350 hivi. Sasa nataka uone, na hii kampuni ipo hapa Tanzania, ipo na Watanzania wapo wanafanya. Unajua wale Forever Network Marketing wale, sasa wewe kalunguye katu hapo, siku zinakuwa ngumu. Mimi najaribu kuonyesha uone kampuni iko Tanzania hapa, imekuwepo mwaka wa 10 na ngapi sasa. Mimi nimekuwa nayo kampuni mwaka wa 14 sasa, na nimewaona Watanzania nimewaona. Nipo Tanzania huko chini tu, chini huko. Kuna wakati alipewa $300,000 na $10,000. $300,000 zaidi ya milioni 600. Wako wengine $80,000, $80,000, $77,000 ndio la faida. Wewe umekomaa na unaongeza masters, unaenda PhD. Hebu niambie, natafuta upepo wa kisulisulu upate mme wapi? Kwa maisha yapi? I want you to think about it. Kwa hizi fursa ziko hivi, amuoni sasa? Tuzungumze lugha gani sasa? Wakushike mnyororo. Lakini unashinda kwenye internet kila siku, unashinda Instagram. Unajifunza wimbo wa Diamond hapo. Magufuli baba yao. Diamond unaimba. Kwa nini usiimbe financial freedom kichwani kwako? Sasa kama hawa wanafanya hivi, wanafanya, why not you? Alafu unaenda kanisani, msikitini, unatoa sadaka kiasi gani? Think about that. Kwa mimi nataka ujifunze, uelewe hivi vitu viko. Swala tunaona sasa, vitabu vinasema wana masikio na wasikii, wana macho na waoni, wana pua na wanashindwa kunusa. Kwa mimi na kuchallenge kwamba hivi vitu viko. Huyu aliyekuinvite hapa 100% atakuwa anafanya forever business. Sasa haiji hivi. You need to find way ni jinsi gani ya kuweza kujua kutengeneza network. Sasa kwa pesa hizo zote hizo, hivi utashindwa kukaa nyumbani ukafanya shughuli zako? Utashindwa kuwapeleka watoto wako shule? Utashindwa kwenda likizo Ulaya, Marekani, kokote unakotaka? Utashindwa. Think about that. Nimekuonyesha kipato cha watu kwa miaka 5, tena kipato cha aina moja. Hawa Forever wanazo njia 12 tofauti za kulipa hela. Freemason hiyo. Wanapata waliowai. Mbona shuleni unaenda? Mbona hizo ajira mbona hamna na watu wanakwenda? Naomba usiwe mtu hivyo. Swala unayo dream wewe. Hata mimi waliniambia hivyo mwanzo nilipokuwa naanza. Wewe unajua umerogwa, baadaye jamaa sio ana hela, sio ana vitu gani. Kila mtu anazungumza lugha zake tu. Lakini wanashindwa kujua kwamba ukishaamua kufanya kitu, hamna mtu anaweza kukustopisha. Kwa mimi nakuchallenge. Hii Forever ukitaka kuijua watakufunza. Yako mafunzo kibao. Swala unataka sasa. Siko hapa kukufundisha Forever. Mimi na kuinspire ni kuonyesha possibilities. Wewe unajua unachokitaka. Kama unaona dili kuanzisha kanisa, ukatugawie maji ya upako, situfanye nini? Sawa, kaanzishe. Kama ni msikiti kaanzishe. Fine. Kaanzishe. Vyovyote unavyotaka wewe. Mimi na kuchallenge uone possibilities. Mungu kakuleta duniani kwa sababu. There is a reason kwa nini upo mpaka sasa hivi. Sasa cha msingi hapa sio habari sio ya nini. Watu wapo. Swala wewe umebadilikaje sasa? Na sio kubadilika tu. Kwa nini unafanya? Sasa angalia sasa hivi watu wangapi wana matatizo ya afya. Kibao. Nguvu za kiume hamna. Tena vijana wengine miaka 25 mnaanza kutafuta dawa za nguvu za kiume. Watu wanakufa na high blood pressure, wanakufa na visukari, kupooza. Ni vitu ambavyo huzaliwi navyo. Lifestyle disease. Sasa uone kwamba ni soko kubwa usaidia watu hapa. Kila unakopita mtu ana matatizo anaiki. Can't you find a way ya kusaidia? Forever wanayo solution hapo.
Sasa vipo waone nakomaa nazungusha CV natafuta mzungu. Labda uwe Masai, sio Masai wote wanapata wazungu. Kwa hiyo hivi vitu vitawezekanika utakapokuwa una skills za kutosha, utajifunza. Maisha yako hayaendi kwa sababu huna skills za kutosha ndio maana unahangaika. Nimekwambia you have to be resourceful. Once you become resourceful, vitu vyote vinafunguka. Hawa wa South Africa ndio kuonyesha hapa, cheki zao zilianza kidogo, walivyokuwa wanazidi kufahamu. Ni sawa na kisu kinapokuwa kina makali si unanoa. Sasa wewe unasema na cheti. Makaratasi nani asiyekuwa na cheti? Na cheti cha ubarikio, sawa. Mimi nimebatizwa. Kwa cheti cha ubarikio, na cheti cha kubatiza, na cheti cha kichinjio, sina cheti cha hivi. Kila mtu ana vyeti cha ndui vyote hivyo. Halafu nisizungu. Swala sio vyeti hapa. Unazo skills za kutosha hapa. Basi ingekuwa ni vyeti benki ungekuwa unapeleka vyeti ukapewa mkopo basi. If that is the case. Wewe kusanya vyeti vyako vyote uko navyo umepata GPA ya kwanza sio profesa nani. Tuende kama watakupa mkopo. Benki hawaangalii hiyo. Benki wanaangalia unazo assets zinazoingiza hela. Na wengine hata mjui asset ni kitu gani. Asset inaingiza hela mfukoni. Liability inatoa pesa mfukoni. Hivyo vyote hujui. Wewe unakomaa. Swala utajiri unakuja unapobuild assets. Sio unapopata kipato. Kipato kinakuja lakini unazifanyaje hizo hela? That's what you need to learn. Mnahangaika. Yo wa Tanzania. Si wengine tumetembea, tumekaa huko Ulaya tunajua, Marekani huko. Tumekaa tunajua. You can make everything right here in Africa. Kwa watu mko nao wa kutosha, unayo simu, una kila mtu uko ndani. Sasa siandiki mate na wino upo. Nataka tu nikuchallenge sasa. Sasa hao watu wamewezaje? Wanawezaje kufanya hicho wanachokifanya na wewe uko tu hapo umekaa? Wanawezaje? Swala ni kudecide unataka kutoka wewe na maisha umechoka na maisha uko nayo. Hebu nikuulize hizo nguo uko nazo huko ndani umenunua lini? Umenunua lini? Think about that. Lini? Ukienda kijijini kwenu kule wanakupokeaje? Mtu akifa hawaziki mpaka wamekutafuta au inakuaje? Think about that. Anasema ni ngumu. Kitu gani ni rahisi sasa? Ukachimbe makaburi basi, labda ndo kitu rahisi. Swala una skills jifunze. Hivi nikikuletea sasa hivi iPhone 11 hapa, nikwambia hii hapa. Na hujawahi kutumia iPhone, utaweza kuitumia? Utasema iPhone ngumu siitaki, niletee Tecno. Jifunze. Utasema sina mtaji. Swala sio mtaji. Swala si una muda wa kutosha tu hapo. Sasa ndio wimbo wa Tanzania, mtaji usiye kichaka cha mtaji. Mimi nilianza kujitegemea bila kuwa na mtaji. Nimefanya hii industry bila kuwa na mtaji. Sasa wengi mkizungumza mtaji mnajua ni hela, mtaji. Muda, si una muda wa kutosha, masaa 20 muda wako unautumiaje? Unasema sijui watu wengi, hujui watu wewe ulizaliwa wapi. Hebu kufa uone basi kama utakosa watu. Sasa kama maisha izungumzi na watu utakosa watu wewe. Kwa ni vitu ambavyo ni excuse tu, excuse. Mimi siwezi kuuza. Una boyfriend wewe, una girlfriend kakutongozea nani? Kama uwezi kuuza. Kila siku unajiuza. Sasa swala hizi elimu shuleni wametukalilisha makorokoro, kuyatoa ni shida. Watu wana mapepo, kuyatoa ni shida kwa kweli. Siwezi kuzungumza. Sasa bubu anaoa, wewe utashindwa kuzungumza wapi? Huo mdomo umekupa nini? Shida mdomo wako unaimba nyimbo za Diamond na maneno machafu. Huyu kawashoga siku hizi, Makonda kazuiwa kwenda Marekani, yanakuhusu nini wewe? Sina nguo nzuri, unaweza kufanyia nyumbani biashara ya siku hizi, sio lazima utoke nyumbani kwako. You can stay at home na bado kufanya biashara. Sisi tunaelewana hapa. Swala uhitaji kufungua duka, uhitaji ofisi. Hebu niambie kesho asubuhi watu wanaamka kwenda ofisini. Foleni hiyo. Wanawaza tu Valentine, thank God tomorrow is Friday. Hebu mnakuwa kama unajua nenda primary, vitoto vidogo vile vya preschool. Alafu ipigwe kengele ya mapumziko. Vinavyokimbia utafikiri vinguruwe. Sasa na watu wazima wamegeuka hivyo. Kwenda likizo anaomba ruhusa. Anaona sifa kuomba ruhusa. Na utu uzima unaomba ruhusa. Bosi ni mdogo kuliko unampa shikamo. Kisa ujikomba akupe cheo. Sijasema kuajiriwa ni vibaya, ninachosema hapa ujifunze. Mungu hajakumba uwe mtumwa wa mtu. Usipojenga dreams zako utaajiriwa kujenga dreams za watu wengine. And you don't need to do that. Kwa cha msingi hapa uwe tayari kujifunza. When the student is ready, the teacher will show up. Kila kitu kipo. Everything is there for you. Sasa shida, mimi sijasoma, sijui Kiingereza, nimekuwekea Kiswahili hapa.
Siku hizi uhitaji hata kujua Kiingereza, ziko gadget ukivaa huko kwenye masikio, yule unazungumza Kijapani, huyu anazungumza Kiswahili, mnaelewana. Sasa kusoma kunatoka wapi? Kwani kuzungumza Kiingereza ndio kusoma? Kwa mimi najaribu kuchallenge wewe uone ambavyo you can change your life. Watu wa kukusaidia wapo. Hebu jiulize wewe aliyekualika kakuokota wapi? Kwani anawafahamu wangapi mpaka akakuwaza wewe? Shukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo there is a way you can change your life. Our Forever wanayo system ambayo you can use it. Tunaelewana? Mimi nakupa just insight, ufunguke. Ukiitaka hiyo Forever watakufunza uweze kujua ni jinsi gani you can change your life. Kwa I'm not here kukueleza Forever wanafanya hivi. It's very simple to do it. Hata wa darasa la 7 anaweza kufanya. Cha msingi tu kwamba unazo dreams. Maana Forever wanahitaji mtu mwenye dream. Kwa hiyo it's very simple to do it. Very very simple. Uhitaji hela nyingi. Peanut kabisa. Na unaweza hata usitumie pesa yako. Unaweza hata usitumie pesa yako kuanza. Mimi nilianza mwaka 2005, sikuwa hata na hela. Tunaelewana hapa? Leo nikikwambia tangu mwaka 2005 mpaka leo ni hela ngapi wameniingizia, unaweza ukazimia hapa. Whether niko high, siko high, zinaendelea kuingia. You need to understand this. Sihitaji kuamka asubuhi nikapiga foleni huko si naenda wapi, niombe ruhusa. Ukitaka kusafiri sasa hivi nje ya nchi lazima uombe ruhusa kutoka State House. Kwa swala unaona nini? What do you want yourself? Kwa cha msingi kama uko tayari unataka kujifunza, watu wa kukusaidia wapo. Swala tu unafundishika sasa. Tunaelewana hapa? Hamna kitu kinaokotwa jamani, hamna bahati usiende makaburini, si nitafuta upepo wa kisurusuri, you have to work. Sasa naomba tu nimalizie kwa kukusaidieni hapa. Na naomba mnisikilize vizuri hapa, maana ni vitu hivi vimetoka tarehe 31 Januari. Leo tarehe ngapi leo? Hivi ninavyokuonyesha hapa kwenye screen vimetoka tarehe 31 Januari. Dunia sasa hivi. Angalieni ramani hapo. Tuko bilioni 7 point something sasa. Kwa East Africa hapa tuko milioni 440. Soko la East Africa tu hapa. Tunaelewana hapa? Hizo ni population regional wise. Okay? Watu ni wengi, wako at your disposal. Hii ni kwa mujibu wa tarehe 31 Januari 2020. Kwa hiyo duniani sasa hivi tuko bilioni 7.75. Ndio watu tulioko duniani sasa hivi. Kati ya hao watu bilioni 5 wanatumia simu. Bilioni 5 kati ya bilioni 7 wanatumia simu. Tunaelewana hapo? Na kati ya hao tena bilioni 4 point ngapi wanatumia internet? Na bilioni 3.8 wako kwenye social media. Think about that. Unajua zamani hii ninachokifanya hapa sasa hivi haikuwa rahisi niweze kukaa nyumbani hapa nazungumza na wewe. Sihitaji kumiliki television. Tunaelewana hapa? Sihitaji kumiliki television. Hapa ni kama na television yangu. You understand? And you can do it for free. Swala unajifunza nini sasa wewe? Kwa najaribu kuonyesha uone. Wewe unaniambia ujui watu utafanyaje? Najaribu kuonyesha tools, vitu gani unaweza ukatumia maisha yako yakabadilika. Mpaka Januari 2020 hapa watu ambao wameongezeka. Nataka uone tu watu wanaongezeka from Januari mwaka jana mwaka 2019 mpaka Januari ya mwaka huu. Watu walioongezeka kutumia social media milioni 321. Walioongezeka kutumia internet watu milioni 298 duniani. Watu walioongezeka simu milioni 124. Watu waliozaliwa upya, yani watu wapya walioongezeka milioni 82. Kwa hiyo kila mwaka zaidi ya milioni 80 watu wanaongezeka. Unasema mimi sijui watu, mimi nilizaliwa kule Kantaramba, nilizaliwa Kigoma mwisho wa lemi. No. Kwa nataka nikuonyeshe regional overview uweze kuelewa hivi vitu mnasinzia, hamjui hivi vitu. Nyie mnajua Diamond leo kanunua hiki, kamwacha Wema Sepetu, ndio unayajua hayo. Nakupa figures zikusaidie. Tunaelewana hapa? Nataka mjifunze muelewe kwamba it is possible kwa Afrika sasa. Mimi nazungumza Afrika. Hii Afrika yetu mnayoiona hapa ni soko liko wazi. Watu wamelala usingizi. Wewe unayenisikiliza hapa take advantage. Population ya Afrika sasa hivi tuko bilioni 1.32. Bilioni 1 na milioni 300 kama na 20 hivi. Ndio Afrika wapo. Kati ya hao wa Afrika ambao wako wanatumia simu za mkononi ni bilioni 1 plus. Wangapi wanatumia internet? Milioni 400 na kitu. Wangapi wako kwenye social media? Milioni 200 na kila. You see now?
Kwa ujaribu kuona soko liko la kutosha. Hii ni Afrika. Haya mambo hamyaelewi, mnamjua tu Diamond leo kaenda South Africa, kaenda kwa Zari. Hebu tutoke huko. Usitumie huo muda, waache wapambe wa Diamond wafanye hayo na watu wa mipasho. Wewe unafanya mipasho. Kwa najaribu ni kuonyesha uone watu walioongezeka Afrika kwa population tumeongezeka kwa milioni 32. Kwa mwaka mmoja, Januari 2019 mpaka Januari 2020 wameongezeka wa Afrika milioni 32. Wamezaliwa wapya. Think about that. Kati ya hao milioni 57 wamenunua simu za mkononi. Kwenye internet watu wameongezeka milioni 42. Kwenye social media wameongezeka milioni 23. Kwa mwaka mmoja tu. Hapo unakimbia Afrika unaenda wapi? Sasa unakimbia kinyesi unaenda kukanyaga mali. Nini unakimbia mkojo unaenda kukanyaga mali? Tena nyie vijana mnanisikia hapa. Nusu ya population ya dunia ni vijana wako chini ya miaka 40. Hii population unaiona hapa wengi ni vijana. Yaani nusu ya bilioni 7.7 ni vijana. Kuna nchi zina wazee. Afrika huku tunaongoza kwa vijana wako wengi zaidi. Nigeria unasikia wako milioni 200 plus. Average ya age ya Nigeria miaka 18. Kwa vijana mnayo nafasi kubwa. Sasa kichwani ndo mko watupu. Ni kuiga tu. Leo nanyoa kama Jay-Z, kesho natoa mwanya kama sina ni nani huyo Doki sina ni nani. Mnahangaika tu. Na muda mwingi mnautumia kwenye social media. Hebu angalia. Watu wanatumia muda mwingi kwenye social media masaa 2.5 almost. Mtu anaangalia nini? Ana scroll up and down. Huo muda kwa nini usitumie ukapata pesa? Mimi na mtu hapa nitamtafuta sasa hivi huku ndani. Kwa siku amekosa hela na 500 kwa siku. Amekaa tu hapa. Jana nimekaa naye kwa masaa 2 tu ameniambia ameshaingiza 300. Tumekaa naye tu hapa tunazungumza. Wewe umeingiza ngapi? Wewe unajua sina nauli ya kwenda mjini. Naona sasa unahangaika nini? Kwa badilisha unavyoviingiza kichwani. Kwa najaribu kuonyesha uone possibilities. I want you to see the possibilities. Kwa it is possible maisha yako yakibadilika. Internet kwa Afrika bado kabisa. East Africa watu wanaotumia internet ni 23% tu. 23% ndio wanatumia internet East Africa. Soko liko wazi. Sasa upeo mdogo unakimbia unaenda Marekani unaenda kufanya nini? Wakati kule Marekani 88% wanatumia internet. Sisi 23% East Africa hapa. Mnakimbia naenda nimepata simu Arabu, nimepata nini? Unaenda wapi? Si ungezaliwa Uarabuni basi kama yangekuwa hivyo. Ndio mnahangaika na manunua nywele za Waarabu, si za Wahindi za wapi. Mungu kakupa kipilipili chako, kilishe tukula miogo, kula juice ya ukwaju, kula vyote unavyokula. Halafu uone. Kwa hiyo kuna watu ambao they are unconnected. Yaani it's a billion market. Naomba uone kwa East Africa watu ambao hawako connected kabisa kwenye internet kokote wako milioni 339. Soko liko wazi. Kwani hawataki kununua simu za mkononi hawa? Think about that. Mimi najaribu kuonyesha possibilities. Sasa mnahangaika ili ni soko. This is a gold mine. Haya masomo mnayapata wapi? Think about that. Hizi information ziko at your disposal. Unazitumiaje sasa? Hebu tubadilika hapa. Shukuru leo umekuja kwenye kipindi hapa. Mungu anakuonyesha vitu vya kufanya. Sasa naomba nimalize na kuhusu Facebook huku muweze kuona pamoja na Instagram. Facebook sasa hivi ina watu wanaoitumia bilioni 1.95. Think about that. Wako kwenye Facebook. Okay? Wako kila siku wanachungulia Wako watu wa kutosha hapa Facebook. Kwa ukirusha tangazo lako unayo nafasi kubwa sana ya watu kuona tangazo lako. Bilioni 1+. Hebu niambie. Wala unaandika nini sasa? Hilo tangazo lako unaandika nini kwenye tangazo? Unarusha nini kwenye tangazo lako ndo cha msingi. Sasa unalalamika. Utafundishwa jinsi ya kurusha matangazo yako uanze kutengeneza pesa na kupeleka kwenye Instagram. Wengi mko Instagram hapa. Sasa Instagram sasa hivi tunavyozungumza ina watu milioni 928 ndio wako Instagram. Ina maana ukirusha tangazo lako kule Instagram watu milioni 900 na kitu wanaweza kukaliona. Sasa unaandika nini? That's the issue. Unaandika nini hapo? Sasa tunalalamika tu hamna kazi Tanzania, mimi nadaiwa mkopo na chuo wapi? Acheni hiyo. Kwanza
Nataka uone sasa matangazo yanarushwa Instagram age wise, watu wanaoangalia hayo matangazo yako unataka wa miaka 13 mpaka 17 wako wa kutosha, au unataka 18 mpaka 24? Wako mamilioni ya watu, mamilioni ya watu wanakusubiri wewe. Nizungumze lugha gani hapa wa Tanzania? Nizungumze lugha gani sasa? There is information, all this stuff for you. Anyway, sasa nataka nimalize na YouTube. Wengi hamko YouTube. YouTube kule mnakokusikia watu wako bilioni 2 wanaoangalia vitu vilivyoko YouTube. Bilioni 2. Kila mwezi watu bilioni 2 wanaangalia video za YouTube. Wewe umeweka video gani hapo? Umeweka video gani hapo? Mimi naizungumza na wewe na channel yangu kule mimi. Ni kama na television, silipi chochote, bure. Sasa unarusha nini? Kuna siku hizo nani zangu zilizoko YouTube, mtu alinitafuta akaniomba nikafanye mafunzo kutokana na hizo video zangu hizo. Nililipwa hela nyingi tu kwa siku 5, nyingi tu. Watu wanakutafuta, wewe unarusha nini sasa? Wewe unarusha ajali tu. Popo bawa kaninyea, unapiga picha unarusha. Hata kulipa nani kwa kurusha popo bawa? Kwa Watanzania tubadilike, nimekwambia be resourceful. Be resourceful. Acha kulalamika hapa. Kwa session kama hizi zinakusaidia wewe kuweza kujifunza na kujua ni jinsi gani unaweza kubadilisha maisha yako. Maisha ya watu wamebadilika. Maisha ya watu wamebadilika. Napozungumza hapa maisha yangu yamebadilika pia. Nazungumza nayo kwa sababu nataka kuzungumza. Ningeweza kuwa nimelala tu. Naweza nikalala tu mwezi mzima na bado naweza nikaishi tu vizuri sana. Wewe ulale mwezi mzima tuone kama hoja kupeleka wapi kule. Kwa hiyo najaribu kukuchallenge kwamba it is possible maisha yako yakabadilika. Swala tu ubadilishe kitu unachoingiza kichwani, ubadilishe marafiki. Shinda na watu wanaokusaidia, usishinda na watu wanaolalamika tu. Kwa hiyo nikwambie, shukuru huko Afrika, shukuru huko kwenye kipindi hapa. Hajaweza kuwepo muda mzuri duniani wa kuishi kama sasa. Everything is possible for you. Swala ujifunze sasa. Hamna ubabaishaji. Dunia sasa hivi hamna kubabaishaji. Wanataka uspecialize. Ujue kitu kimoja, uwe mzuri nacho, watu watalipa hela. Sasa mnaruka tu, hiki wewe ukasome degree ya sheria wewe, sio walimu wewe, sio nini wewe. Tafuta kitu gani Mungu amekutengenezea. Uweze kuwa kila mahala. Tafuta uliko ambako unaweza kufanya kitu ili uguse maisha ya watu. That's how it is. Mimi sikusomea ualimu. Tunaelewana hapa. Lakini za watu wananilipa kuzungumza sasa. Sasa kila mtu anaweza kuzungumza, utajifunza tu, utajifunza. Kwa naomba usikimbie kivuli chako kabisa. We have everything. Uhitaji kwenda siasa kabisa. Sisi tunachotaka ni maendeleo. Kwani tofauti hapa kama mweusi na mweupe ni nini? Swala sana kama tafanya. Si wako Chadema Ikulu, so what? Yuko CCM, sisi tunachotaka ni maendeleo hapa. Hizi keleza mtaani huko achana nazo. Wewe focus kwenye kitu unachokitaka. Fursa kama hizi zipo kukusaidia. Maisha yako yanabadilika. Kwa miaka 5 mtu katengeneza bilioni 1 plus. Gawo la faida. Wewe hebu umu hapa sasa hivi. Inabidi tuchange. Unataka kuoa tunachanga. Nini tunachanga. Hebu tuondekane na hivyo. Kwa mimi nilitaka tu niwatakie hayo na imani mmepata chochote. So if you are looking for a way ya kubadilisha maisha, you can use Forever Vehicle kama sehemu ya kupeleka. Watakufundisha. Soko liko la kutosha. Tunaelewana? Tena ningempata huyu bwana hapa angeweza kunisaidia hapa. Huyu bwana Alfani Ngereja, sio Alfani Ngereja upo? Uweze kushare na watu hapa kama upo. Otherwise mimi niwashukuru tu. Nyie ambao ni wageni nadhani mmepata chochote. Kama ni wakusikia na umesikia, kama ndio sikio la kufarisikia dawa, endelee hivyo hivyo. Na mimi ninachomwomba Mwenyezi Mungu tu akuongezee shida. Shida zitakutoa. Shida zitakutoa. Sasa wakati zinakutoa au unaowasikia huko Afrika wengine watakuwa wamezinduka usingizini, it's going to be very hard for you. Unajua wanazungumza sasa tuwe na currency moja East Africa. Baadaye wa Kenya watakuja hapa kama wanavyokuja nyumbani kwao. And then how are you going to survive yourself? Kwa mimi na challenge ninyi wa Tanzania, msisubiri maji ya kufika shingoni. Chimba kisima wakati una kiu, usisubiri upate kiu ndio uchimbe kisima. Tunaelewana? Kama nyumba yako inavuja, ziba kwanza basi. Kabla mvua ianze kunyesha, don't wait until it is raining ndio unahangaika kuziba. Nakupa elimu ya bure. Ukitaka fine. Ukikaa hivyo hivyo, mimi wajibu wangu nimetimiza, nimekueleza cha kufanya. It is possible maisha yako yakabadilika, ukabadilisha the entire family of yours. Unajua huko leo huko duniani, kesho utakuwa huko. How do you want to be remembered? Unataka kuacha legacy gani? Think about that.
Sasa babu yako amekufa maskini, baba maskini, nani maskini, na wewe pia. Na umaskini ni dhambi. Ukifa maskini unaenda motoni, si unanisikia hapa? Haijalishi unatembea na rozari, unatembea sina whatever, utaenda motoni kwa umaskini. Mungu hajawanyima wengine maisha akakupa wewe afu kuondoka maskini. You are here for a purpose. Itafute hiyo purpose yako ni ipi? Sasa kama ujitambui, wako watu wa kukusaidia, watu wa kukushika mkono. Unashikika sasa? Unashikika? Mimi ningependa tunishie hapo, niwashukuru wote. Na kama kuna mtu ana chochote cha kuzungumza, nyinyi ambao ni wageni, kama umepata chochote, una nafasi ya kuzungumza. Unaelewana? Hamna upepo wa kisulisuli hapa kwamba hela zinagawiwa. You have to work. Watu wa kukusaidia wapo. Swala unafundishika? Unafundishika. Kuna usemi wanasema uwezi kumfundisha mbwa mzee style mpya. Wewe umekomaa kiasi kwamba ufundishike? Mungu akusaidie. Umenifungua akili na nafikiri pia wageni wengi sana ambao tumeingia leo tutakuwa tumenufaika kikubwa. Semina kama hizi watu wengi wanalipia kwa ajili tu ya kuwapa induction ya akili mpya watu wengine. Lakini wewe umejitolea free kabisa. Ni jinsi gani ulivyo mzalendo na taifa letu la Tanzania, na ni jinsi gani unapenda wa Tanzania hasa vijana ambao wanalalamika vijiweni tuweze kujikwamua kiuchumi kwa kuangalia fursa mbalimbali. Kwa binafsi nikupongeze, nashukuru sana na sijutiki ukweli kuwepo humu na kuwepo kwenye grupu kwa ujumla. Kwa sababu nilikuwa leo Facebook la peluzi nikakutana na mtu ameshare hiyo link nikajoin. Baadaye nilipoona kimya sana nikataka kuleft, lakini nikaona nione mwisho wake ni nini, ndo nikakutana na tangazo. Kwa nashukuru sana, nimejifunza vitu vingi, umenifungua akili, umenisaidia. Nashukuru sana. Angalizo tu mwaka huu tupo kwenye uchaguzi, kwa vijana wengi kiukweli umetutoa kwenye sitofahamu. Maana vijana wengi sana wanatumika kisiasa ili kuwa kama daraja la wanasiasa. Lakini ukiwa unajitambua kama ulivyoongea, ni rahisi sana kutoka kimaisha. Mimi naitwa Hafidh Mitambo. Mimi nashukuru sana, kipindi ni kizuri na pia umetufungua akili zaidi. Na tumepata kitu ambacho tunaweza kukifanyia kazi na kuweza kututoa kwa maisha yetu kutoka hapa tulipo na kufikia hatua nyingine kama vijana wa taifa la kesho. Na ni kitu muhimu zaidi, ni vizuri kama tutakifanyia kazi kuliko kukaa tu na kulalamika vijiweni kwamba hamna ajira, wakati tunaweza kujiajiri wenyewe kama hivi kama tutafanya kazi kwa bidii. Asante sana.